Zaidi ya miaka 8 head to head kati ya Young Africans dhidi ya Mbeya City katika uwanja wa Sokoine umekuwa ukiibua matokeo ambayo ni ndivyo sivyo kwa klabu ya Young Africans. Kumbuka klabu ya Young Africans hapo jana walikuwa na mchezo dhidi ya Mbeya City, ikiwa ni mchezo wa kwanza tu kwa Romain Folz, ikiwa ni mchezo wa ligi kuu Tanzania bara baada ya kumaliza michezo yake ya kimataifa ya raundi ya kwanza, ambapo amepata ushindi wa magoli 3 mchezo wa ugenini, amepata ushindi wa magoli 2 katika mchezo wa nyumbani. Sasa mwanzo umekuwa ni mbaya kwake baada ya kutoa sare na Mbeya City ambayo msimu uliopita ilikuwa imeshuka daraja, imepanda daraja msimu huu. Ni ushiriki wake wa pili katika ligi kuu Tanzania bara tangu kushuka kwake. Mbeya City na Yanga, mara ya mwisho klabu ya Young Africans pamoja na ukubwa wake imekuwa ikipata matokeo kwa shida sana wakikutana na Mbeya City. Mwaka 2018 ndio mwaka ambao klabu ya Yanga ilishinda katika uwanja wa Sokoine kwa mara ya mwisho mbele ya Mbeya City. Heriete Beneza Makambo ndio kinara wa kuwalaza Mbeya City kwa mara ya mwisho alipowalaza katika dimba la Sokoine kwa magoli 2 ambayo aliyafunga dakika ya 15 na dakika ya 41, ambapo kabla ya hapo mwaka 2016 klabu ya Yanga pia ilishinda katika uwanja wa Sokoine, ambapo Vincent Basu alipachika goli lake dakika ya 15 na Amisi Tambwe alifunga goli dakika ya 84. Mchezo ulitamatika kwa 2-0, ambapo Mbeya City pia walilazwa katika uwanja wa Sokoine. Sasa jana mchezo wa Romain Folz wa kwanza wa ligi kuu amepata sare, huku maneno yakiwa ni mengi, lakini mimi nakurejesha kwenye takwimu za head to head kati ya Mbeya City na Young Africans. Kwa mwaka 2019 mchezo wa raundi ya kwanza Mbeya City, ambapo Yanga alikuwa nyumbani akimkaribisha Mbeya City, mchezo ulitamatika kwa goli 1-0 katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Katika mchezo wa Mbeya ambao ni Sokoine, Young Africans alitoka kwa sare ya bila kufungana. Hiyo ni mwaka 2019 baada ya mwaka 2018 ambapo Yanga alipata ushindi. Mwaka 2020 ambapo klabu ya Yanga pia ilikutana na Mbeya City kwenye mchezo wa nyumbani, ilikuwa ni Februari 11. Yanga alitoka sare ya 1-1 na Mbeya City. Na mchezo wa nyumbani pia kwa mwaka 2020 Septemba ilikuwa ni 13, ambapo Mbeya City walizuiwa kutumia uwanja wa Sokoine, walilazimika kutumia uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo Yanga aliibuka na ushindi wa goli 1-0. Mwaka 2021 ilikuwa ni Februari 13, Mbeya City akiwa uwanja wa Sokoine alipata sare kwa sare ya 1-1 na klabu ya Young Africans, ambapo pia mwaka 2022 ilikuwa ni Februari 5, Young Africans walipata sare ya bila kufungana katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Raundi ya pili Mbeya City walitoka sare ya 1-1 na Young Africans katika uwanja wa Sokoine. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2022, ilikuwa ni Juni 25. Young Africans katika mwaka 2023 katika dimba la Sokoine walitoka kwa sare ya magoli 3-3, ambapo hapo mchezo ulichezwa katika uwanja wa Sokoine, ilikuwa ni Juni 6 mwaka 2023. Sasa baada ya hapo klabu ya Mbeya City ilishuka daraja, haikushiriki tena ligi kuu. Kwa sasa ilikuwa ni mchezo mwingine wa ligi kuu mwaka 2025-26 ambapo klabu ya Yanga imekutana na Mbeya City. Ukiangalia kwenye hizi takwimu kwamba ushindi ambao klabu ya Yanga inaupata ni ushindi wa nyumbani, na ushindi ambao klabu ya Yanga iliupata mbele ya Mbeya City ilikuwa ni ushindi wa magoli 2, yani ushindi mwembamba. Sasa mechi kati ya Young Africans dhidi ya Mbeya City kwa kiasi kikubwa huwa inakuwa ni ngumu sana, ukizingatia iwe nyumbani au ugenini. Mechi huwa inakuwa sio ya kitoto kama ambavyo wadhania wengi huwa wanadhani kuwa inaweza ikawa hivyo. Wengi kwenye mchezo wa hapo jana walijaribu kumlaumu Romain Folz, ambaye walimtaja kama ni kocha ambaye hawezi kutosha katika mifumo ya klabu ya Young Africans kutokana na uhitaji wake pamoja na aina ya kikosi ambacho anacho, alitakiwa apate ushindi. Lakini mchezo wa mpira wa miguu ni kwamba ni mchezo wa makosa. Sasa pia ni mchezo ambao kwa kiasi unaangalia historia
historia, lakini historia japo huwa zinavunjwa, kuna muda historia huwa zinaishi. Young Africans dhidi ya Mbeya City haujawahi kuwa mchezo rahisi hata siku moja. Kwa upande wangu siwezi kumlaumu kocha Romain Folz kwa matokeo aliyopata hapo jana. Ikumbukwe dakika ya 90 kuelekea dakika za nyongeza ambazo referee aliyeongoza mchezo hapo jana alizitoa, Young Africans walinusulika kudondosha alama zote 3 kutokana na kile kilichokoswa na washambuliaji wa Mbeya City dakika za jioni. Romain Folz mimi naweza nikasema ninampa muda aweze kuielewa ligi ya Tanzania ipoje, kwa sababu michezo aliyokutana nayo raundi ya kwanza kimataifa ni michezo rahisi kwa klabu ya Young Africans kutokana na uwezo wa Young Africans pamoja na ubora wa kikosi ambacho inacho klabu ya Young Africans. Sasa kumlaumu kocha Romain Folz kwa sasa kama ni mapema sana. Kwa hiyo kocha Romain Folz apewe muda kutokana na mwendelezo wa ligi, aisome michezo 2-3, then ataweza kuimaster ligi na kuweza kupata matokeo mazuri katika michezo ijayo. Ilikuwa ni wakati wa kuweka tathmini kwamba mwaka 2018 kurudi nyuma kulikuwa na klabu zilikuwa zikizisumbua sana timu kubwa. Klabu ya Pamba Jiji ambayo ilishuka daraja pia iliweza kuzisumbua sana timu za ligi kuu ikiwemo Simba na Yanga. Pia kulikuwa na klabu ya Mbao FC ambayo klabu za Simba, Yanga pamoja na Azam FC zilikuwa zikipata shida sana kupata matokeo kutokana na ubora waliokuwa nao kipindi hicho. Ikumbuke Simba kwa mwaka 2016-17 walikuwa ni mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara, lakini hawakupata matokeo mbele ya Mbao FC. Sasa hayo yanakuwa ni matokeo ya mchezo wa mpira wa miguu, sio wakati wa kumlaumu kocha. Ikumbuke klabu ya Young Africans ipo na wachezaji wapya ambao wamesajiliwa, kwa hiyo bado wanaendelea kupata partnership ya ligi kuu, wanaonja ladha mpya ya ligi kuu huku wakiendelea kuzoea ligi. Yapi ni maoni yako kuhusu matokeo ya jana? Historia inaishi au inaweza ikavunjwa kwa wakati fulani? Hii ni Flow Updates.